Tukifanikiwa kuleta haki kwa sheria za Mwenyezi Mungu, lazima taifa liinuke. Mataifa yanayojua siri hizi kama Marekani hawakubali haki ivunjwe hata kama ni ya mtoto mdogo. Leo tutegemewa wanapigania haki za Tanzania ni watu kutoka nje ya nchi. Humu kwetu sisi tunauana wenyewe kwa wenyewe tu ndani. Tunakabana na teka humu ndani tu. Waje tupiganie haki watu wa kutoka nje. Tunajua umuhimu wa haki. Haki inainua taifa. Tanzania haitainuka tusipotenda haki kwa watu wote. Na mimi nimekuambia asili ya haki actually ni upendo. Kwa tukipendana tajofuata ni haki. Hivi kweli kama unampenda mtu, toa tu mfano. Kama unampenda mtu, kama unampenda, utamteka? Utamteka? Utampoteza? Kafanya kosa gani mpaka umtese hivyo? Ni chuki. Na tukiendekeza chuki, taifa itapotea. Vitakuja vizazi vyenye kisasi. Taanza kuindana kama ndege porini. Tuhubiri kwa nguvu kuhusu upendo. Na yeyote anaendekeza chuki, tumwambie huyu sio mwenzetu, huyu ni mkimbizi. Sisi sote tunafahamiana. Watu wameoleana ukoo kwa ukoo, makabila kwa makabila. Baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere alitujenga kwenye upendo, sio? Kwenye nini? Hatukuwa na chuki za kidini, hatukuwa na chuki za kikabila, tuliishi kwa upendo. Watu wakafika mahali kusali upendo, baadhi ya makabila fulani wanautana na kabila fulani. Unaelewa? Wakanaishi vizuri. Wasukuma watani wao Wanyaturu, watani wao Wakuria watu fulani. Tukaishi kwa upendo. Ukienda kwenye nyumba ya mtu unaweza kaa na kushubu kaondoka na akwambia endelea na safari zako, kwa sababu ya upendo. Vyanzo vya mambo yote maovu na mabaya ni chuki. Na alisema wazi hivi, chuki. Kumkamata Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, mtu ambaye kwa sababu ya chuki mlimpiga risasi. Chuki tu. Mnapanga uwawe kwenye nyumba za serikali, mnaondoa kamera, mnaondoa walinzi, anapigwa risasi 36, zinaingia ndani ya mwili risasi 16, na mpaka leo na risasi mgongoni. Ni mlemavu, mguu wake mmoja ni mfupi, hakuzaliwa hivyo. Kafanya kosa gani mpaka mwaze kuua mtu? Ana mke, ana watoto, ana kaka, ana baba, ana shangazi. Kwa chuki hizo kuna haki hapo? Nategemea haki hapo? Huyu mtu ambaye hajapona vizuri amekuja kulipigania taifa lake, amekuja kupigania haki, ana upendo na watu wake, halafu mnamkamata kwa chuki.